wa rais wetu wa 5, karibu ongea na watu wako wa Laikipia. Asanteni sana, tafadhali tunaweza keti chini. Asanteni sana. Familia ya ndugu yetu Weston Kirosho Kanja, Mama Jedida, Mama Catherine, watoto wao wote wakiongozwa na Inspector General IG wetu, maaskofu wakiongozwa na askofu wetu Gerald Mureithi na wale maaskofu wengine wote, ndugu viongozi na watu wa Laikipia, Nyeri na watu wa Kenya mlio hapa, hamjambo? Moriega. Mimi kwanza naleta rambirambi zangu nyingi kwa niaba ya familia yangu, kwa niaba ya serikali ya Kenya na Wakenya wengi, marafiki wa familia ya mzee Weston Kirosho, tukisema pole kwa kumpoteza baba, mzee wetu wa heshima wa sehemu hii, grandfather ya watoto wake, na pia mshirika na mmoja wetu katika taifa letu la Kenya. Tunasema poleni sana. Huyu mzee Weston Kirosho sikupata nafasi ama bahati ya kumjua hata personal level, lakini niko na shukrani nyingi kwake kwa sababu ya kunipatia kiongozi wa jeshi letu la polisi, Bwana Kanja. Mimi namshukuru mzee huyu kwa kulea familia, na kwa hiyo familia tukapata kiongozi ambaye anashughulika na usalama wa taifa letu la Kenya. Wakati nilijaribu kufikiria vile mzee Weston alivyochangia, tumesikia alikuwa public servant, alifanya kazi sehemu tofauti tofauti ya taifa letu la Kenya. Pia alikuwa mtu wa kanisa, alichangia sehemu kubwa pale kanisani, na vile vile alikuwa mkulima. Mimi namjua kupitia kwa Douglas Kanja ambaye ni IG wetu, na amekuja hapa kwa heshima ya huyu mzee ambaye amechangia sehemu kubwa katika mambo yetu ya taifa la Kenya. Nilikuwa nafikiria jina Weston ni jina ya hoteli, lakini nimesikia kumbe ni jina ya mtu. So nimefurahi sana kwamba tumefika hapa kusherehekea maisha ya mtu ambaye mchango wake kwa taifa letu la Kenya inaonekana. Na wapongeza wananchi wa sehemu hii kwa ushirika wenu kwa familia hii, kwa kuja ili tuweze kuomboleza na kupunguza mzigo mkubwa ulio katika familia hii kwa sababu ya kumpoteza mzee huyu. Na sote tumekuja hapa kama wananchi, kama binadamu, tukijua ya kwamba sote ni wavivu tukifika mahali barabara ya kusafiri kuondoka dunia hii ni hii ya mzee huyu. So asanteni sana. Nataka nimweleze ndugu yangu Kanja and your family, we stand with you.
Tunauliza Mungu awarehemu, awashike mkono, familia yenu izidi na kusonga mbele. Mimi niko na shukrani kubwa. Douglas Kanja ni mtu ambaye ananisaidia kazi mzito. Kazi ya usalama wa nchi sio kazi rahisi. Kazi inayohusu maisha ya watu, mali ya watu na usalama wa nchi. Mimi nimebahatika sana kumpata mtu shupavu, a courageous man, a forthright leader, a man of integrity. Na nashukuru mzee huyu because I know huyu Douglas hangekuwa vile alivyo kama hangepata malezi mazuri kupitia kwa baba yake na familia yake. So I'm truly grateful. Pia mimi nataka niwashukuru viongozi wale wengine wote mliokuja so that we can share this moment with this family, na pia wananchi ambayo mmetutembelea hapa. Vile mmesikia huyu mzee alikuwa ni mzee ambaye alihusika na mambo ya maendeleo sehemu hii. Alikuwa anashughulika vile mnasikia na mambo ya shule. Alikuwa anashughulika na mambo ya maendeleo ya sehemu hii akishirikiana na viongozi. Tumesikia historia kutoka Mheshimiwa Festus Kiunjuri ambaye amesema vile walifanya ushirikiano hasa ya mambo ya maendeleo ya sehemu hii. Kwa sababu leo tunampumzisha huyu mzee na tumesikia tuko na deni yake kubwa. Huyu Kiunjuri amenibebesha mzigo kubwa. Najua shida ya huyu Kiunjuri ni kwamba ni mtu wa rika yangu. Na unajua mtu wa rika anaruhusiwa kufanya maneno kiasi. So Bwana Kiunjuri, yale maneno umesema kuhusu mambo ambayo yanahusiana na huyu mzee, nitashirikiana na wewe na wale viongozi wengine ili tuweze kuyatimiza kwa heshima ya huyu baba wetu. Ya kwanza ni ile ya kanisa, mahali ya kujenga kanisa. Mimi nimelaumiwa sana kwa ujenzi wa makanisa katika Kenya hii, na I am as guilty as charged. Mambo ya kujenga kanisa mimi pia nilifundishwa na baba yangu. So kama kuna mtu atalaumiwa, mtafute. Bahati mbaya mzee alishaondoka. Sasa sijui mtaenda kumuuliza nani. So hiyo kanisa ambayo mmesema tujenge hapa, next Sunday, Jumapili inayokuja, nitatumana shilingi 500,000 mwanze kujenga hiyo kanisa. Na mshirikiane na wale wengine, alafu isipotosha mtatueleza baadaye, alafu tuone vile tutajenga hiyo kanisa. Kanisa ni ya muhimu kwa sababu ni mahali ambapo tunaweza kujua neno la Mungu. Na neno la Mungu liko na ukweli wa kutosha. Ukisoma kitabu ya Daniel 11 mstari wa 32 nasema, lakini wale wanaomjua Mungu wao watakuwa jasiri na watafanya mambo makuu. Ni vizuri watu wamjue Mungu. Therefore, priority yetu ya kwanza ni kuhakikisha kwamba we build a church so that more and more people can get to know God. So tutashirikiana na wale ambao ni wataongoza hiyo maneno kwa heshima ya huyu mzee. Nimefurahi sana pia Askofu Mureithi amesema, amenialika
niende tufungue kanisa mahali ambapo tulianza kujenga. Nimefurahi sana kwamba mmemaliza. Kawaida mimi si alikwi mahali ya kufungua na alikwa mahali ya kujenga. Nimefurahi sana. Hii ya kufungua mimi nitaharakisha, nitakuja mapema. Jambo la pili ni yale mambo viongozi wa hapa wamesema kuhusu mambo ya barabara zenu. Ni kweli tumekuwa na shida kwa muda mrefu ya mambo ya barabara, na barabara zingine tunaanzisha zinakwama kwa sababu ya mambo ya pesa. Na ndio sababu nimependekeza kwa bunge letu ya kwamba tutafute hazina kamili. That is why we will shortly be having a national infrastructure fund, so that we stop what is going on. We start a road, we start a road, ingine tunaanza inakwama. We need a much more comprehensive plan on how hizi barabara tutazijenga. Vile mumesikia barabara za hapa kwenu, nimeketi chini na viongozi wa hapa na tumekubaliana zile barabara priority. Mzee Kaparo amesema ile ya kwenda kule Doldol. Tuko na barabara ya kwenda kule Rumuruti kutoka hapa Nanyuki. Tuko na zingine Wakungu kwenda Mutara, zingine tumekubaliana. And we are now committed, we have now the resources, and we are going to work with you ndio hizo barabara zijengwe. Mimi nitarudi hapa baadaye mwaka huu ama mapema mwaka ujao, nikuje nizikague zile barabara zinazoendelea na tukubaliane vile tutazikamilisha. Mumetuambia pia kuhusu mambo ya stima ya sehemu hii. Tayari huyu ndugu yangu Alex, na nashukuru sana mmenipatia huyu kijana, na ni kijana wa bidii. Nikisema kijana pengine mnaweza kushangaa, huyu hata ingawaje kilo yake ni mingi kuliko yangu, lakini mimi ni mzee kutoka kuliko yeye. So nashukuru sana, and tumekubaliana vile mzee Weston atapata stima, pia familia zote za hapa watapatiwa stima. Familia ya kwanza karibu 140 households hapa tayari tuko na pesa yao ya kukamilisha hiyo mpango, tuweze kupata stima sehemu hii. Tuongeze another 140, ikuwe 280 homesteads katika sehemu hii, ndio tuhakikisha kwamba harakati yetu ya kusukuma stima Kenya, mpango yetu ni kufikisha watu 1,200,000 ambao tunawapatia stima. That's our commitment. So Alex, ambapo inaleta usawa kwa jamii zote ni watoto wetu wakipata elimu. Na ndio tuliamua kama serikali ya Kenya ya kwamba hatutaki mtoto wa Kenya akose nafasi ya kusoma ati kwa sababu mzazi wake hana uwezo. Ndio sababu tumeajiri walimu wengi, almost 76,000. Mwezi huu wa Disemba tutaajiri tena walimu wengine 24,000, tujaze wawe walimu 100,000 ama 100,000. Madarasa tumejenga, na mnajua wiki hii tunaanza mtihani wa grade 6, mtihani wa grade 9. Unajua grade 9 ndio mara ya kwanza under the new competence based education inafanyika mwaka huu. Tutakuwa na watoto wa grade 10 wa kwanza
next year. Na pia tuko na examination ama mitihani ya form 4 tukipangia mwaka ujao. Nia yetu ni kuhakikisha kwamba we have enough classrooms. We have already built ama tumejenga madarasa 23,000 tukiwa tunajipanga kupokea watoto wa grade 10 next year. Na sababu hiyo nakubaliana na Mwangi kwamba kama kuna shule inahitaji marekebisho hapa, sio kwa sababu ya ndege wewe. Kwani ndege ilikuwa inapaa huko juu ikatetemeka wapi? Unajua saa zingine Biblia inasema mnaomba lakini mnakosa kwa sababu mnaomba vibaya. Lakini unajua mtu ya rika anakubaliwa kufanya so hiyo shule umesema Mwangi hata kesho, sio kwa sababu ndakusaidia shilingi milioni 5 ya inaitwa Geshogo Leshugu hiyo shule. Alafu umekubaliana na mimi ya kwamba tununue basi 2 ya so mimi nitakupatia milioni 10, wewe utatoa hiyo ingine, alafu tununue hiyo na hiyo pesa yangu mimi sitaki madeni, ukujie kesho. Mimi sitaki madeni ya watu. Sawa sawa, ndio tumalizane hawa watoto wa hapa wapate nafasi ya kusoma, ndio tuweze kwenda mbele kwa pamoja. Mimi vile vile watu wa Laikipia, mimi nataka niwaeleze mambo mengine mawili ya muhimu. Katika mpango yetu ya afya, mimi nilisema tutarekebisha ile mpango ya zamani. Mpango ya zamani ilikuwa inalenga watu wenye wako na ajira na watu wenye wako na uwezo. Lakini tukasema sio watu wako na ajira ama na uwezo peke yao wanakuwa wagonjwa. Kila Mkenya anakuwa mgonjwa. Na ndio sababu tukasema tunataka mfumo wa afya ambayo itajumuisha wananchi wote katika program ya Universal Health Coverage. Na ndio sababu sasa tunasajili wa Kenya. Tumebadilisha sheria, tuko na mpango na taratibu ya sawasawa. Mimi nataka niwashukuru watu wa Laikipia. Laikipia ni kati ya counties ambayo wameonyesha bidii ya kujiandikisha kwa SHA. Hii Laikipia County nilikuwa naona leo asubuhi wananchi 1255 tayari wamejiandikisha. Kwa wananchi almost 518,000 wa county hii. Almost 50%, 49.3% ya watu wa Laikipia are already registered. You are county number 16 out of 47. Jipigieni makofi nyinyi watu wa Laikipia. Mimi nataka wale ambao hamujajiandikisha mujiandikishe, kwa sababu kila mtu ambaye amejiandikisha utatusaidia tuwe na orodha ya watu, ndio tuweze kupanga madawa ya kutosha, tupange equipment, tupange wauguzi. Na tumesema kila mwananchi aende kwa hospitali, kama ni dispensary, kama ni health center, kama ni level 4, kama ni ya serikali, kama ni ya mission, kama ni ya private, utatibiwa na serikali ya Kenya itasimamia matibabu yako. That is the future. Tunaelewana watu wa
Laikipia. So tunataka tushirikiane namna hiyo, na mimi nataka niwaombe viongozi wote, viongozi wa vijiji, machiefs na assistant chiefs, MCAs, wabunge, kila mmoja wetu mpaka governor, senator, ama watu wenye kazi ama watu wenye wako na uwezo. Afya kwa katiba ya Kenya ni haki ya kila Mkenya. So we want every citizen ashughulikiwe. Jambo la mwisho ningependa kusema hapa ni kwamba mumekubali ama mumeshiriki, nimegapa ni kaunti ya wakulima na tumeshughulika na mambo ya kilimo kwa kiwango kikubwa. Tulikubaliana na nyinyi tupunguze gharama ya kuzalisha mazao yetu ya kilimo. Tumefanya hivyo, mbegu, mbolea. Tumefukuza wakora walikuwa wanatusumbua kwa mambo ya kahawa, mambo ya sukari, mambo ya chai. Kulikuwa na brokers huko na wengine cartels, tumewaondoa. Ndio leo wakulima wa kahawa wanapata pesa zaidi, wakulima wa chai, wakulima wa maziwa, wakulima wa miwa wanapata pesa zaidi. Lakini bado hatuzalishi chakula ya kutosha. We still have imports of food into Kenya. Na ndio nakubaliana na nyinyi, mumesema mambo ya maji. It is true. Mesikia juzi kwa Mashujaa nimetangaza ya kwamba tukishirikiana na bunge, we are going to organize resources from the budget, proceeds of privatization, from the private sector, using public-private partnerships, ndio tujenge dams 50 kubwa Kenya, ili tuweze kuzalisha chakula kwa mambo ya irrigation, vile governor hapa alivyosema. Hii Laikipia mko na shamba kubwa, na ni shamba iko na rotuba mzuri, na tuko na wananchi wako na bidii. Shida tu wanakosa maji. Tukiwapatia maji, mtatusaidia. Ile chakula tunaagiza kutoka nje, mnaweza kutusalishia hapa. Ile pesa tunalipa kwa wakulima wa nchi zingine, tulipe wakulima wa Laikipia watuzalishie hiyo chakula. That is how we are going to do this going into the future. Tunaelewana watu wa Laikipia? Tuko na damu mingi, tuko na dams, tuko na Umiriri hapa, tuko na Crocodile Joe pale, tuko na Kieni, tuko na Karemenu, tuko na Romoro. Imekuwa kwa mipango yetu kwa mwaka nyingi, lakini we have never found the mechanism on how to develop these dams. Now I want to announce to you, we now have a mechanism on how we are going to use resources from our budget, resources from the proceeds of privatization, resources from public-private partnerships, so that we can unlock the potential that comes with these dams. Ndio tuweze kuinua taifa letu la Kenya. Mumeniambia kuhusu stadium ya hapa Nanyuki, na watu wa kule Nyahururu pia waliniuliza stadium. Na waomba tu mnipatie na miezi miwili, 2 months. Januari nitatuma huyu Mariro. Huyu Mariro ni mtu hapa. Anahitaji Google Map akuje hapa. Si anajua vile atafika. Sasa wewe Mariro, Januari tuanzishe stadium ya Nanyuki. Na tuanzishe
na tuanzishe stadium ya Nyahururu, sababu hii Laikipia wametoa wanariadha wengi, sportsmen and women from this county. Sababu nasema Januari ni kwa sababu nimepatia huyu Mariro anisaidie kusimamia stadium inaitwa Talanta kule Nairobi, kubwa tunajenga kwa sababu Kenya ina host AFCON 2027. So akimaliza hiyo kazi unakuja hapa, tunasukuma hiyo kazi songe mbele. Sawa sawa. Saa hizi ile ya Nyeri inaendelea, ilikuwa imekwama, hiyo inasonga mbele, hata huyo Madhenge anajua inasonga mbele, mbunge wa pale, na hizo zingine zote. Nataka niseme mambo mawili ya mwisho kwa vijana. Vijana wa Laikipia mko? Nataka vijana mnisikize kwa makini, kwa sababu sisi ndio wazazi wenu, sisi ndio viongozi ambao tunataka tuwainue, tuwapatie nafasi ya kuchangia. Mkisha pata masomo, mchangie katika kuinua taifa letu la Kenya. Mtumie elimu yenu, mtumie masomo yenu, mtumie ujuzi mlio nao, mtumie nguvu Mungu amewapatia, talanta Mungu amewapatia, kuinua taifa letu la Kenya na kufanya Kenya iwe ni nchi bora kuliko vile ilivyo sasa. Katika hiyo mpango ya vijana tumepanga karibu nafasi 4 ama 5 ya vile vijana wa Kenya wanaweza kuchangia kupata ajira na kuchangia katika kupeleka Kenya mbele. Mnajua tuko na program kubwa ya housing hapa Laikipia. Tumemaliza nyumba tulianzisha hapa Nanyuki. Kuna ingine nyumba karibu 1,500 inaendelea Nyahururu. Kuna ingine tunaanzisha saa hizi Rumuruti, another 1,000 units. Tuko na soko 11 tunajenga hapa Laikipia. Tuko na hostels Laikipia University na TVET hizi zetu zote ya wanafunzi 3,100. Hiyo kazi yote ya affordable housing, ya markets, ya hostels ni nafasi ya ajira ya vijana wa Laikipia. Tumeweka pesa ya serikali Laikipia ya affordable housing, ya hostels, ya markets, shilingi bilioni 15 ya Laikipia County. Ni mnanielewa? So vijana mjipange. Wale mko na ujuzi wa engineering, architecture, plumbers, artisans, masons, electricians, carpenters, steel fixers, watu ya mkono, nani, wale wafanya biashara, wale wa kuuza simiti, wale wa kuuza chuma, wale wa kuuza wheelbarrow, wale wa kuuza nini, sisi wote tuendelee pale ndio tuweze kuinua taifa letu la Kenya. That's number 1. Number 2, tumetengeneza mpango mzuri ya export of labor. Elimu ya Kenya ni mzuri, kizungu ya Kenya ni mzuri. Dunia mzima wanataka wafanyikazi vijana wa kutoka Kenya. So we have organized ourselves. Tumesign bilateral labor agreements na nchi nyingi ili kusaidia wa Kenya waweze kupata kazi anywhere in the world. Tumetafuta pesa ya serikali, kama ukipata ajira anywhere tunakulipia kiti, tunakulipia upkeep mpaka upate mshahara. So wabunge wanajua we have a whole system ya export ama labor mobility.
Kwa miaka mitatu sasa, Wakenya zaidi ya 1430 wanafanya kazi nje ya Kenya. Mimi nataka katika hiyo orodha tuwe na vijana 1000, 2000, 3000 wa kutoka hii Laikipia County. We must organize it. Ni mnanielewa? Jambo la tatu, nataka vijana mnisikize kwa makini. Jambo la tatu, mimi nawaambia ile mpango tuko naye kwenu kama vijana. Jambo la tatu, tumeweka program kubwa ya digital jobs. Tunajenga ICT hub, tunajenga Chitume centers, tunaendelea na kuconnect hata kwa mativet zetu, ndio vijana wetu wengi watumie mitandao kuhakikisha kwamba wanaweza kufanya kazi kampuni ambazo ziko nje ya Kenya lakini wakiwa hapa Kenya. Nilienda kufungua juzi kampuni kubwa pale Ruiru na ajiri vijana zaidi ya 1500. Tuko na BPOs ambao wame set up hapa Kenya. We want young people to find opportunities to work in the digital jobs space, and we have set up the infrastructure for you. Vile vile tumekubaliana ya kwamba kesho, nataka vijana wa Laikipia mnisikize, kesho tumetafuta pesa kama serikali shilingi bilioni 20 ya vijana wa Kenya. Vijana nataka mnisikize kwa makini. Bilioni 20 tunataka vijana 800,000 young people. Number one, tunatafuta vijana kati ya miaka 19 na miaka 29 wenye wako na biashara ndogo, small business. Tunataka tuwapatie pesa ya kuinua biashara zenu. Kesho, unasikia? Kesho pale kwa CDF, ofisi ya CDF hapa Nanyuki. Kesho Rumuruti town hapo. Kesho Doldol. Ndio tunaelewana? Mimi nataka niwaulize vijana, mwende mujisajili. Tayari vijana wamejiandikisha. Nitakuja mambo ya single mother, ngojeni kidogo. Wacha nipange. Wacha nipange hawa vijana. Vijana mnanisikia? Kesho, na sio Laikipia peke yake, kesho Kenya mzima tunatafuta vijana 1,100 kesho, ili tarehe 4 mwezi ujao tukienda mbele tuwapatie kile 50,000. Bora wewe ni unafanya biashara, ndio tuinue biashara yako, ndio uchangie katika kuzalisha uchumi wa taifa letu la Kenya. Kijana mwenzenu ako hapa, PS wangu wa mambo ya vijana, huyo kijana anaitwa Jacob, ndiye anasimamia hiyo kazi, na mwenzake mwingine anaitwa Susan. Kesho in every sub county, in every constituency headquarters, tomorrow we are identifying 100,000 young people who are going to benefit from resources for their entrepreneurship. Ya pili, wale vijana wote ambao wamefanya wako na skills lakini soma, tunataka vile vile tuwasaidie muweze kupata tukitumia program inaitwa recognition of prior learning, tuwapatie certificates. Kama wewe ni fundi, umejifunza lakini hujaenda college yoyote, sisi tunataka kukusaidia, kwa sababu tayari wewe ni fundi lakini huna makaratasi. Tukusaidie upate certificate kwamba huyu ni fundi, tumemfanyia mtihani
na katika hiyo program we will identify. Alafu tuko na biashara kubwa na serikali kwa ile mpango ya AKBO, na hapo sasa ndio wamama wale mmesema single mother, mko sasa na nafasi yenu. Tunataka wamama single mothers na wamama wale wengine wote wakuje. Tunatafuta kina mama 600,000. Hawa wamama wakuje, fundishe na tuwapatie vile wanaweza kufanya biashara na sisi kama serikali, either national government ama government, ndio muinue biashara zenu. Tunaelewana? So mimi nasema hivi kwa sababu huyu mzee Weston Kirosho ako na watoto na ako na wajukuu. Watoto wa huyu mzee ndio nazungumza na wao, watoto wa mzee Weston na watoto wetu wote. Msikie nimesema, you have opportunities in Kenya today to contribute your talent, your skills, your knowledge, your energy in benefiting yourself and building our nation Kenya. Tafuta hiyo nafasi, tutasaidiana. Wabunge wako hapa, viongozi wale wengine wote tutashirikiana na wao ndio tuweze kuinua taifa letu la Kenya tuende mbele. Ile kitu mimi nawauliza, nchi haiwezi kujengwa na fujo. Nchi haiwezi kujengwa na chuki ama migawanyiko ama ukabila. We cannot build a nation that way. You know, nchi inajengwa na mpango. Sisi wote tulio nafasi ya uongozi, hakuna haja ya kuwachochea wananchi hawa. Waeleze Ruto anajenga nyumba kiasi fulani, mimi nitajenga zaidi ya yeye. Wananchi waeleze vile utafanya zaidi, si ndio? Yes, let us compete, tushindane kwa mipango ya kuinua Kenya, sio kushindana kwa chuki ya kuharibu nchi yetu. We need to focus. Kwa hivyo sitaki kusema kuzidi hapo, ndugu zangu, watu wa Laikipia. Mimi nimekuja hapa kuungana na nyinyi kumsindikiza huyo mzee na kumwenzi. Amefanya sehemu yake. Mmesikia amefanya kazi Lodwar, amefanya kazi Kakamega, amefanya kazi sehemu nyingi. Amekuja amekuwa mkulima, ametulelea jamii. So sisi ambao tuko hapa pia itafika siku tutakuwa mahali mzee huyu yuko. Jameni, tufanye bidii ndio wakati huu ukifika, at least kupatikane maneno ya kusema ulifanya. Isiwe tu ati ulichochea watu, kapiganisha watu, ukaharibu hii, ukasumbua huko, haitakuwa inatusaidia. Kwa hivyo nasema kwa watu wa Laikipia, maneno ya amani katika sehemu hii. Tumekuwa na matatizo pale nyuma, lakini sasa we have cornered the bandits and the criminals and the crooks. Pole pole, we will make sure that Laikipia is safe, Laikipia is stable, Laikipia is peaceful, as we do for all the other counties in Kenya. Sitaki kusema kuzidi hapo, nitarudi tena hapa vile tumekubaliana kwa mambo ya shughuli ya maendeleo ya sehemu hii. Tunaelewana jameni? Mimi nilikuwa natamani sana, kwa sababu unajua huyu Kanja anafanya kazi na mimi na ni mtu wa bidii na ni mtu wa kujitolea, lakini nimekuwa nikimshawishi na kumshauri kwa sababu mimi ni mkulima.
mbali na mimi kuwa rais, ni mkulima. Mimi nimekuwa nikimshauri aweke ng'ombe ya maziwa huyu Kanja. Nilikuwa nafikiri leo nitaona hiyo ng'ombe, lakini nimeambiwa kumbe kwake si hapa, kumbe kwake iko mbali kidogo. Bahati yako ninge Alafu nilikuwa nataka kuona kama ameweka ng'ombe mzuri ya maziwa, kwa sababu mmoja wetu lazima achangie tusikue na njaa hii Kenya, si ndio? Nilikuwa najaribu ninamwambia saa ile hakuna maandamano, wewe kuja angalia ng'ombe tuone vile tunaweza kupanga kilimo ndio maneno iende mzuri. So otherwise maaskofu wetu tumeshukuru vile mumetunenea neno la Mungu. Maneno yale mengine mengi ya vile tunataka kupanga taifa letu la Kenya, na nakubaliana na Bwana Ishungwa kwamba tunataka tulinde taifa letu la Kenya. You know, saa zingine tunazembea, saa ile mambo imeharibika tunalaumu, tunatafuta mtu wa kulaumu. Tumesema ya kwamba maneno ya religious extremism, ile ambayo inatuletea hasara kama ile tulipata kule Shakahola, lazima tuzuie. Tumesema vile vile mambo ya vijana wetu wanaangaishwa, they are being terrorized kule kwa social media, na mambo machafu, mambo ya usherati, mambo ya pornography. Hiyo pia lazima tuzuie kama serikali. Wale wanaendesha hiyo biashara ya kuumiza vijana wetu, mpaka unakuta vijana wengi wanaenda commit suicide, wanajinyonga kwa sababu ya terrorism ile iko huko ndani ya mitandao. Lazima tuwazuie hawa watu. Vile vile wale wanatumia mitandao kuendesha ugaidi, we must also stand up to them and protect the nation. We must protect Kenya. You know, na tuseme ukweli. Najua kuna watu wanatafuta kuchafua Kenya kwa mbinu zote. Rais alisign. Hii sheria ilikuweko. Amendment ilianza 2024. Amendment ilifanywa na bunge. Mimi niliamuka on Wednesday. Mimi nikiwa na kwa sababu hiyo ndio ilikuwa kazi yangu ya siku hiyo, na ni kazi ya kikatiba ya kutia mkono sheria, kwa sababu ilikuwa imepita viwango vyote, nikatewa na speaker. Bahati mbaya tukapoteza wetu mkuu wa zamani, lakini tayari nilikuwa ofisini kwa hiyo kazi. Hata nilikuwa nimevaa shati, nilikuwa naenda Ukambani kwa mambo ya barabara. So I was on duty just like any other citizen. Hakuna kitu ya kuficha, hakuna kitu ya giza, hakuna kitu inafanywa usiku. We are doing the right thing for Kenya. We want to protect this nation from situations that undermine the well-being of the young people of our nation, the well-being of the people of Kenya, the security of the country, na yale mambo mengine ambayo yatatusaidia. Wale wanaosema waseme ukweli, wawachane na porojo, wawache misinformation, wawache disinformation. Let us speak what is right, na Kenya itasonga mbele if we are all together. Kwa hivyo asanteni sana kwa kunisikiza. Nitarudi hapa tena Mungu akitujalia, na wapenda sana na watakia baraka ya Mungu. Thank you very much and God bless you. Basi na tukiwa tumebaki tumesimama, yangu ni kuwaelekeza tu vile tutakavyotoka, kwa sababu tumemalizana na ibada. Tutaanza na wachungaji, clergy will lead us as we are leaving, followed by the casket,
then the family, and His Excellency the President. So I request that the pallbearers kindly let's come and assist. Clergy, we may proceed. Clergy, we may proceed to exit, because the lead, followed by the casket, then the family and His Excellency the President. Nitaomba pia MC ambayo yuko hapa kutusaidia aendelee na matangazo tukishatoka, lakini kwa sasa tunangoja tu clergy watoke. Pallbearers, kumtegemea Mwokozi. Asanteni sana wanakwaya.